pale Cairo. Yes, yeah. Kwa hili linadhihirisha zaidi kwamba huyu bwana ana nidhamu kubwa akiwa nyumbani, ana nidhamu kubwa akiwa away. Kwa hiyo sio timu ya kubedha hata kidogo. Na ukiangalia Simba kwa aina ya wachezaji ambao wanatakiwa kuwachunga zaidi, kuna mchezaji ambaye anaitwa Devin Titus. Devin Titus huyu ni kiungo mshambuliaji, amekuwa na madhara zaidi kwenye eneo la mwisho kwenye kufunga. Anatengeneza sana nafasi lakini pia anafunga. Na ukiangalia katika klabu yake msimu uliopita alikuwa na magoli 18, ambapo yeye amekuwa top scorer katika kikosi chao, na pia amekuwa akileta hatari zaidi. Huyu mchezaji bila shaka anatakiwa achungwe zaidi kwa sababu amekuwa na madhara makubwa sana. Anaitwa Fawazi Basadien. Huyu Fawazi Basadien huyu ni mchezaji ambaye anatokea upande wa kushoto wa Stella Boch, ambaye ni beki wa kushoto. Amekuwa akifanya overlapping sana, lakini pia amekuwa ni mtu ambaye akipiga sana cross, wakimtegemea sana kwenye kupiga cross. Ni mchezaji ambaye Kaizer Chiefs wameonyesha mara kadhaa kumuhitaji. Ni mchezaji ambaye hata Mamelodi Sundowns wamehitaji sana huduma yake, lakini this time aliongeza mkataba kuendelea kuitumikia Stella Boch. Kwa hiyo wanatakiwa wamwangalie zaidi. Na tegemea kuona bato ya kutosha sana upande wa kushoto, upande wa kulia wa Simba, upande wa kushoto wa Stella Boch, ambapo Shomari Kapombe akisaidiana na Kibu Denis, Kibu Mkandaji, basi naamini kuwa bato lao itakuwa sio bato la kitoto. Bana, ilikuwa ni tarehe 2 ya mwezi Aprili, mnyama Simba mfalme wa Nyika na mnyama mkali wa mwituni akitinga kunako hatua ya nusu finali ya kombe la shirikisho barani Afrika, akiweka historia ya kipekee kabisa katika taswira na katika siku zote ambapo alikuwa akishiriki katika michuano hii ya Confederation Cup, lakini kama itoshi ligi ya mabingwa barani Afrika, akiwa anaishia hatua ya robo finali. Mara baada ya kutinga katika hatua hiyo ya nusu finali, Simba aliweza kupangwa uso kwa uso na klabu ya soka inayoshiriki ligi kuu, lakini kama itoshi katika michuano ya Confederation Cup, yani hapa naizungumzia Stellenbosch ambayo ipo kule nchini South Africa au Afrika Kusini. Mchezo utaweza kuchezwa katika dimba la Amani pale visiwani Zanzibar kwa duru la kwanza kabla ya kuifuata kule nchini South Africa au Afrika Kusini. Simba itaweza kushuka dimbani kuwakabili Stellenbosch katika mchezo wa kwanza pale visiwani Zanzibar. Nyota wapo wa kuchungwa katika kikosi hicho cha Stellenbosch, lakini hapa nipo na mchambuzi Steven Mapunda ambaye ataweza kutupitisha na kutuambia ni wachezaji gani, ni nyota gani wa kuchungwa katika kikosi hicho cha Stellenbosch, na pengine Simba wafanye nini kuweza kuweka vizuizi na kuweza kushinda katika mchezo huo na kuweza kujihakikishia kuingia katika hatua ya finali ya michuano hii ya Confederation Cup. Steven Mapunda, tumeiona Simba ikiingia katika hatua ya nusu finali. Bila shaka na wewe uliona kabisa. Yes. Au sio? Yes. Mambo yanasemaje kwanza? Mimi niko sawa bin sawia. Uko good kabisa. Mimi niko vizuri kabisa. Na kwa sasa Watanzania kila mmoja anaonyesha sura ya kutabasamu pale ambapo anapoona mnyama anafanya yake. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye ananuna. Mtu akiwa ananuna basi huyo ana sababu zake. Basi ana jambo lake. Yeah. Na kweli Simba ameweka historia kipekee kwa sababu wamekuwa kishia katika hatua ya robo finali misimu takribani 4 mtawaliwa. Kabisa wamefika mara 5 na zote wanaishia robo final, lakini this time wameweza kuvuka. Na ile kauli ya msemaji wa Simba Ahmed Ali anasema tunavuka kutokea tumboni. Nafikiri tumbo limesaidia, wameweza kuvuka na sasa wako hatua ya nusu finali. Hakika ilikuwa ni shauku ya wanasimba wengi, lakini kama itoshi wanasoka wengi wa nchini Tanzania, na hii imeifanya sasa Simba kuingia katika na vile vilabu 4 bora Afrika. Ni kweli kabisa. Na hii inaendeleza kuleta heshima katika ligi yetu na kuweza kuonyesha kwa namna gani uwekezaji ambao unafanywa na wadhamini wa ligi yetu hapa nchini unalipa zaidi. Kwa sasa no doubt kwamba tunaweza tukashindana na timu yoyote kutokea popote na tukaweza kupata matokeo. Imagine Simba anakuwa kwenye grupu ambalo yupo na CS Constantine, yuko na CS Function,
Hao wote ni kutoka kule Afrika ya Kaskazini, kwa maana ya kwamba kuna Mwalgeria, kuna Mtunisia, lakini anaweza kupasua na kuweza kupita katikati ya vigogo hawa wawili ambao miaka mingi nyuma walikuwa wakitutesa. Simba anavuka katika hatua hiyo na kwenda hatua ya robo finali. Robo finali anakutana na mkaskazini mwingine Al Masry kutokea kule nchini Misri. No doubt kwamba Misri ndio ligi bora barani Afrika, Misri ndio ambayo imekuwa ikitawala soka la Afrika, na wewe utakuwa shahidi mara kadhaa Al Ahly amekuwa akilibeba kombe la Champions League la Afrika, lakini pia hata bingwa mtetezi alikuwa anatokea nchini Misri, kwa maana kwamba msimu uliopita bingwa wa kombe la shirikisho anatokea Misri, bingwa wa Champions League Afrika anatokea nchini Misri. Na hapo ukija kuangalia Simba anavuka kwenda hatua robo finali, anakwenda kukutana na Al Masry kutokea nchini Misri, ambaye kwenye msimamo wa ligi yeye anashika nafasi ya 4 akiwa nyuma ya Pyramids, nyuma ya Zamalek, nyuma ya Al Ahly. Kwa hiyo katika hali ya kawaida huwezi kubeza mafanikio ambayo Simba wameweza kuyapata kuweza kufika hatua ya nusu finali. Hakika wameupiga mwingi, na sisi kama Watanzania, sisi kama wadau wa soka tunaona kabisa kwamba kwa staili hii Simba basi huenda wakatuonyesha nuru njema sana kwa siku za usoni. Hili ni jambo la kitaifa sasa, pengine sije tukaichukulia kwa mambo ya Simba na Yanga sasa. Utani wa jadi huo upo na haiwezi kuepukika, kwa sababu hata hao Yanga wenyewe pia walishawahi kufika finali michuano hii. Waliweza kufanya vyema na waliweza kuvaa medali, na hiko ndicho ambacho utani uliokuwepo. Lakini kwa sasa Simba tunamtazamia aweze kuleta kombe. Yanga alituletea medali, basi Simba alilete kombe la shirikisho barani Afrika. Na kama anataka kuwa bora zaidi ya Yanga basi afanye kuleta kombe Tanzania. Yes. Kufika finali sio story tena. Hii story ni kwamba ubingwa wa Afrika uletwe Tanzania. Tanzania kuingia finali sio story. Story ni kuleta ubingwa ndani ya nchi ya Tanzania. Ya Mama Samia Suluhu Hassan. Kabisa. Hakika itakuwa ni jambo jema kabisa. Bana Steven, kuna mechi hii hapa kama nilivyotangulia kusema hapo mwanzo kwamba Simba yupo na kibarua kuweza kumkabili Stellenbosch kutoka kule nchini South Africa. Ni nyota gani wa kuchungwa, pengine ni timu ya aina gani, ni nyota gani ambao wanaonekana kuwa wakali zaidi, na ni nafasi gani wanazohudumu katika klabu hiyo ya Stellenbosch? Kwa jicho la kiufundi, pengine mtazamaji angependa kujua hilo, tupitishe kwa ufupi au kwa mapana yake. Ukiangalia Stellenbosch ni timu ambayo kwanza kwenye ligi yao inashika nafasi ya 5, ikiwa nyuma ya Mamelodi Sundowns, Kaizer Chiefs pamoja na Orlando Pirates. Unaiona ni timu ambayo inapambana, ni timu ambayo imekuwa ngumu zaidi kuruhusu kufungwa, yani imekuwa na defense ambayo inakaba zaidi. Kwa hiyo ni timu ambayo huwezi kuibeza hata kidogo. Na pia ni timu ambayo inacheza kwa discipline kubwa, hasa inapokuwa ugenini. Hilo limejidhihirisha katika mechi dhidi ya Zamalek. Ukiangalia mechi dhidi ya Zamalek waliweza kutoa sare suluhu wakiwa ugenini, lakini pia wakiwa nyumbani, lakini pia wameenda kushinda wakiwa ugenini. Kwa hiyo pale Cairo. Kwa hiyo hili linadhihirisha zaidi kwamba huyu bwana ana nidhamu kubwa akiwa nyumbani, ana nidhamu kubwa akiwa away. Kwa hiyo sio timu ya kubedha hata kidogo. Na ukiangalia Simba kwa aina ya wachezaji ambao wanatakiwa kuwachunga zaidi, kuna mchezaji ambaye anaitwa Devin Titus. Devin Titus huyu ni kiungo mshambuliaji, amekuwa na madhara zaidi kwenye eneo la mwisho kwenye kufunga. Anatengeneza sana nafasi, lakini pia anafunga. Na ukiangalia katika klabu yake msimu uliopita alikuwa na magoli 18, ambapo yeye amekuwa top scorer katika kikosi chao, na pia amekuwa akileta hatari zaidi. Huyu mchezaji bila shaka anatakiwa achungwe zaidi, kwa sababu amekuwa na madhara makubwa sana katika eneo la mwisho la umaliziaji. Lakini pia amekuwa na hatari anapokuwa nje ya 18. Ni mtu wa kuthubutu kuweza kupiga,
lakini pia anapoingia katika sita amekuwa ni mtu ambaye ni hatari zaidi, lakini pia ni mara kadhaa ameweza kusababisha penalty katika eneo la hatari. Kwa hiyo upande wa Simba Sports Club anatakiwa awe makini zaidi upande wa defense kumzuia Devin Titus. Amekuwa ni mchezaji ambaye ni hatari zaidi. Bila shaka backline ya Simba inayo kazi sasa kwenye speed, timing. Na pia amekuwa ni mzuri wa kufunga kwa vichwa, lakini pia mzuri wa kufunga kwa mguu. Kwa hiyo ni mtu ambaye anatakiwa achungwe zaidi. Mguu wake wenye nguvu ni mguu wa kulia. Kwa hiyo naamini kabisa kwa upande huo Simba Sports Club wanaweza wakawa wameweza kumstudy na kuweza kuona namna gani wanaweza wakamsaidia zaidi Pimpin Kamara asiweze kupata madhara anapokutana na Devin Titus. Lakini mchezaji mwingine wa kuchungwa zaidi huyu anaitwa Fawazi Basadien. Fawazi Basadien huyu ni mchezaji ambaye anatokea upande wa kushoto wa Stellenbosch, ambaye ni beki wa kushoto. Amekuwa akifanya overlapping sana, lakini pia amekuwa ni mtu ambaye akipiga sana cross, wakimtegemea sana kwenye kupiga cross. Ni mchezaji ambaye Kaizer Chiefs wameonyesha mara kadhaa kumuhitaji. Ni mchezaji ambaye hata Mamelodi Sundowns wamehitaji sana huduma yake, lakini this time aliongeza mkataba kuendelea kuitumikia Stellenbosch. Kwa hiyo wanatakiwa wamwangalie zaidi. Na tegemea kuona bato ya kutosha sana upande wa kushoto, upande wa kulia wa Simba, upande wa kushoto wa Stellenbosch, ambapo Shomari Kapombe akisaidiana na Kibu Denis, Kibu Mkandaji. Basi naamini kuwa bato lao itakuwa sio bato la kitoto, kwa sababu ukimwangalia hata Kibu Denis waga anapanda na kushuka. Yes. Kwa hiyo huyu ni mchezaji ambaye wa kuchungwa zaidi. Amesha assist mara 5 katika ligi yao, lakini pia katika michuano hii ya shirikisho ana assist 2. Kwa hiyo huyu ni beki ambaye amekuwa na cross za hatari zaidi na ameassist mara 5 katika ligi yao, lakini pia ameweza kuassist mara 2 katika michuano hii. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye anatakiwa achungwe, aangaliwe kwa jicho la tofauti. Ingawaje wana magoli machache katika michuano hii, lakini amekuwa ni mchezaji ambaye analeta hatari zaidi katika eneo la mwisho. Anacheza kama beki, lakini wakati huo akiwa ana force kuwa kama namba 11. Kwa hiyo naamini kabisa bato yake na Shomari Kapombe pamoja na Kibu Denis Mkandaji itakuwa ni bato ya kueleweka zaidi. Hakika itakuwa ni shughuli. Yes. Lakini kuna mchezaji mwingine huyu anaitwa Sile Nduli. Huyu Sile Nduli huyu ni kiungo wa katikati ambaye amekuwa ni mkabaji, lakini pia ni mchezeshaji. Kwa hiyo mipango pale katika dimba la katikati. Huyu ni mkata umeme ambaye ana hatari kubwa sana. Naamini kwamba video analyst wa Simba atakuwa amemfuatilia vizuri sana. Na huyu ndiye alikuwa amevuruga mipango yote ya Zamalek katika mchezo wa mwisho. Ukifuatilia huyu Sile Nduli alikuwa ni mchezaji ambaye amekuwa na hatari kubwa sana katika kufuatilia mambo, lakini pia kwenye kuhakikisha kwamba kufanya blocking ile pasi za mipango zote kuweza kuzizuia. Kwa hiyo naamini Simba wakiweza kumwekea jicho la peke yake mchezaji huyu, basi Simba huenda tukapata furaha wa Tanzania na kuweza kufuzu hapa Tanzania katika visiwa vya Zanzibar, wakati tunaenda kule South Africa kwenda kukamilisha tu ratiba. Lakini pia kuna mchezaji mwingine ambaye wa kuchungwa zaidi, huyu anaitwa Jayden Adams. Huyu Jayden Adams huyu ni kiungo katikati, pia ni kiungo mchezeshaji mwenye uwezo wa kucheza namba 8, namba 10, lakini pia na namba 6. Amekuwa na hatari sana na pia ni mchezaji ambaye alijiunga na timu hii mwaka 2022. Amekuwa ni mchezaji mwenye hatari hususan katika kufanya eneo la mwisho kwenye kutoa pasi za mwisho za umaliziaji. Kwa hiyo ni mchezaji ambao wa kuweza kumtumainia zaidi. Lakini pia mwisho kabisa wa kumwangalia ni golikipa wao Serge Steven, ambaye ni golikipa ambaye ameonekana kuwa na madhara makubwa kwa sababu ni golikipa wa kisasa, lakini pia ni golikipa mwenye uzoefu mkubwa ndani ya kikosi cha Stellenbosch. Yeye ni golikipa ambaye amecheza mechi nyingi zaidi, ana rekodi ya kucheza mechi nyingi kuliko mchezaji yoyote ndani ya Stellenbosch au eneo la golikipa. Huyu nahodha huyo. Yes, huyu ni golikipa ambaye wa kutumainiwa sana upande wa Stellenbosch. Kwa hiyo kwa upande huo inatakiwa waweze kumwangalia kwa umakini zaidi, ila tunategemea kuona sana kubwa sana ya magolikipa, kwa maana kwamba upande wa Simba wanaye Pimpin Kamara ambaye amekuwa na study kubwa sana ya kuweza
kucheza kwa ustadi, lakini pia miguu yake imekuwa na ustadi wa hali ya juu. Kwa hiyo tunaona kutakuwa na sanaa kubwa sana kati ya magolipa hao wawili, lakini pia na wachezaji ambao wanaweza kucheza katika eneo la katikati. Stellenbosch ukiangalia silaha yao kubwa ni eneo la katikati. Sio wazuri sana kupitia pembeni. Pembeni wanategemea zaidi mabeki wa pembeni kuweza kupandisha timu, lakini eneo la katikati ni eneo ambalo limekuwa na shida kubwa zaidi na imeleta madhara makubwa zaidi. Wakimkamata Usile Nduli, mimi naamini kabisa Simba watakuwa eneo salama zaidi, lakini pia watakuwa sehemu ambayo ya kuweza kupata matokeo bwana Ratini. Bana, tumesikia kila ambacho kinaendelea na ni sehemu gani Stellenbosch na nguvu na ni wachezaji gani wa kuchungwa zaidi katika kikosi hicho kuelekea katika mchezo wa kwanza duru la kwanza pale katika uwanja wa visiwa vya Zanzibar. Na tumeona ni wachezaji gani ambao wana hatari zaidi. Bana, huyu alikuwa ni Steven Mapunda, nyuma ya kamera alikuwa ni Damian Mapunda, na mimi ni Latini na kuaga kwa style hiyo. Usahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment.